habari za hapa nchini. Rais mstaafu wa awamu ya 3 Mzee Benjamin Mkapa amewataka Watanzania kudumisha amani na upendo ili kuifanya Tanzania iendelee kudumu katika amani na utulivu. Mzee Mkapa ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam wakati wa maadhimisho ya miaka 50 ya ndoa yake na Mama Anna Mkapa, maadhimisho ambayo yamehudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwemo Rais Dr. John Magufuli. Mwandishi wetu Angela Msangi ana taarifa kamili. Rais mstaafu Benjamin Mkapa na mkewe Anna Mkapa wakiingia katika kanisa la Mtakatifu Petro jijini Dar es Salaam kuadhimisha miaka 50 ya ndoa yao. Akizungumzia maadhimisho hayo, Mzee Mkapa ametoa wito kwa Watanzania kupendana na kuoneshana upendo kwa kumchukulia mwenzake kama zawadi kutoka kwa Mungu. Yeyote unayemwona yule hata angalikuwa na upungufu wa namna gani, ni zawadi yake Mungu kwako. Sasa kama hivyo ndivyo, hakuna sababu ya kuwa na chuki kati yetu, maana huwezi kupokea zawadi kutoka kwa Mungu kumrudishia chuki dhidi ya yule ambaye amekuzawadia. Kwa hivyo nasema neno langu ni kukumbusha hilo tu, kukumbusha kwamba pamoja na tofauti zetu, lakini kila mmoja wetu ni zawadi kwa mwenzake, na huwezi kuitupa zawadi hiyo aliyokupa Mwenyezi Mungu. Badala yake unahimizwa kushirikiana na kuvumiliana naye. Kwa upande wake, Rais Dr. John Magufuli amewataka Watanzania kuacha tofauti zao za kidini na za kisiasa na kuvumiliana. Mimi nafikiri hili ni fundisho kubwa kwa sisi wanasiasa, kwamba tunaweza tukaishi kwa pamoja kwa upendo hata kama ni vyama tofauti. Kwa hiyo mzee wetu Mzee Mkapa na Mama Mkapa mmetupa fundisho kubwa. Hata hivyo, Rais Magufuli hakusita kuonesha furaha yake baada ya kukutana na Waziri Mkuu mstaafu Edward Lowassa, ambaye wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba alikuwa mgombea kupitia Chadema. Na mimi nimepata muujiza wa tofauti leo, kwa sababu leo ndio nimeshikana mkono na Mheshimiwa Lowassa. Tumezunguka kampeni zote, sikuwahi kukutana naye. Kwa hiyo leo, harusi ya leo ni muhimu sana. Mapema wakati wa mahubiri, askofu wa jimbo kuu la Arusha, Askofu Josephat Lebolu, ametoa wito kwa Watanzania kuwa na mahusiano mazuri kati yetu ili kulinda amani iliyopo, huko askofu mkuu wa jimbo la Katoliki la Dar es Salaam Polycarp Cardinal Pengo akisema maadhimisho hayo ni fundisho kwa Watanzania kuvumiliana. Yeye mwenyewe atupatia amani na wafanye katika maisha yenu kuwa chombo cha amani, muweze kuitangaza amani na upendo. Tunaweza kuwa wa imani ama dhehebu mbalimbali na tukaishi kwa udumifu kwa pamoja, kwa amani na kwa upendano. Angela Msangi, TBC.